Hii movie inamhusu huyu jamaa, jina lake anaitwa Sam. Mwamba anafiwa na mtoto wake akiwa amemshika yeye mwenyewe kwenye mikono yake. Ajabu ni kwamba Mwamba akapewa kesi ya kwamba yeye ndo ambaye ameweza kusababisha tukio hilo kwa mwanaye. Sasa haya yote yanamtokea huyu mchizi ili kuweza kuficha tu ukweli kwa mtu ambaye amefanya hilo tukio, kitu ambacho kinampelekea Mwamba kuweza kuishi maisha magumu sana kwa kusingiziwa kesi ambayo yeye hajawahi kabisa kuifanya. Sasa ungana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi, bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Leave me alone! Okay, movie inaanzia katika mitaa hii hapa ya hospitali. Hapa tunamuona Mwamba, jina lake anaitwa Sam. Huyu mchizi alikuwa amemshika kijana wake ambaye anaonekana akiwa amezidiwa mara baada ya kuweza kupigwa na marafiki zake. Mara baada ya kuweza kufika hapa, kilichotokea hakielezeki, kwani Mwamba licha ya kwamba alifanya juhudi kubwa kuweza kumleta mwanaye hospitalini, alikata moto pale pale. Sasa Mwamba mara baada ya kuweza kupata taarifa kutoka kwa madaktari ya kwamba kijana wake aliyomleta hospitalini tayari ameshafariki, Mwamba hakutaka kabisa kuweza kukubaliana na hii taarifa, na hii inaonyesha ya kwamba Mwamba tayari ameshachanganyikiwa kwa hizi taarifa ambazo ameweza kuzipokea maeneo haya. Licha ya kwamba Mwamba hakutaka kabisa kuweza kuelewa juu ya hizo taarifa ambazo amezisikia kutoka kwa madaktari, lakini madaktari waliweza kumwambia ya kwamba tayari kimeshatokea, hivyo Mwamba anapaswa kuweza kuwa mpole. Basi baada ya muda kadhaa, Mwamba akataka kuweza kutoka katika hiyo hapo hospitali. Sasa mbaya zaidi, katika TV ya hapo hospitalini kuna habari ilikuwa inaruka, na hii habari ilikuwa ikisema kama ifuatavyo: askari polisi anayefahamika kwa jina la Sam anatafutwa na jeshi la polisi kwa kushtakiwa kumaliza kijana wake anayejulikana kwa jina la James. Aidha, polisi wamewataka wananchi kutoa taarifa mara moja watakapomwona askari huyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Basi bwana, licha ya Mwamba kuweza kuisikia hii taarifa, akaona ya kwamba bora akimbie maeneo hayo na atoweke kabisa, kwani habari zinazidi kuvuma na kushamiri katika maeneo mbalimbali mjini hapo. Dakika chache baadaye, askari nao pia wakatia timu mpaka hapa hospitalini, kwani walikuwa tayari wameshapata taarifa ya kwamba Mwamba Samu yuko maeneo haya. Sasa kwa kuwa Mwamba Samu alikuwa wa kwanza zaidi kuweza kuiona hii taarifa ya habari ambayo ilikuwa ikitangazwa hapa, Mwamba akabidi kuweza kuingia maeneo haya ya hospitalini na kisha akabadilisha nguo na kubadilisha muonekano wake. Hivyo wakati maaskari wako hapa kwa ajili ya kumuulizia Mwamba Sam nao pia akawapiga chenga maaskari na kisha huyo akaondoka. Basi mapolisi wakafika mpaka eneo ambalo huyu kijana wake na Sam alikuwepo, na kisha wakatoa maelekezo ya kwamba endapo Mwamba Sam atafika tena maeneo haya, basi wasisite kuweza kutoa taarifa katika kituo tu cha polisi. Muda kidogo baadaye, askari wakajibeba moja kwa moja mpaka kituo cha polisi tena kwa ajili ya kuweza kufikisha ripoti ya kile ambacho waliweza kukipata pale hospitalini na kudai ya kwamba wamemkosa kabisa na Mwamba mwenyewe Sam. Sasa mkuu wa kituo mara baada ya kuweza kusikia hizi taarifa kutoka kwa maaskari wake, hakutaka kabisa kuweza kuelewa jambo hili na akadai ya kwamba anapaswa kuweza kukamatwa huyu jamaa mara moja, hivyo askari waweze kufanya haraka kuhakikisha ya kwamba wanasovu hili swala la kumkamata Mwamba Sam. Sasa hapa tunapata ukweli ya kwamba Mwamba ambaye ni Sam naye pia ni askari wa jeshi la polisi, hivyo maaskari wanamtafuta askari mwenzao, na ukweli ni kwamba hii kesi ambayo inamhusu huyu mchizi Sam siyo ya kwake, bali watu walijitahidi sana kuhakikisha ya kwamba wanaitengeneza hii kesi. Sasa ukweli upo hivi, huyu mkuu wa kituo ana kijana wake wa kiume na ndiyo ambaye anasadikika kuweza kuhusika kwa kile ambacho kimetokea kwa kijana wake na Sam, na hapa ndipo ambapo huyu mkuu wa kituo anahimiza sana Mwamba Sam akamatwe ili aweze kumweka kijana wake salama. Yani Mwamba Sam anaangushiwa jumba bovu kwa kijana wake tu mwenyewe. Sasa ukweli ni kwamba hawa maaskari wawili walikuwa hawajui chochote ambacho kinaendelea, na baada ya muda kidogo walikwenda moja kwa moja kumtafuta binti mmoja ambaye anasadikika ndio ambaye alishuhudia ushahidi ya kwamba Mwamba Sam aliweza kumkatisha moto kijana wake. Sasa huyu binti naye pia aliwekwa na yule mkuu wa kituo ili aweze kuongea uongo mwingi sana na aweze kufuma ili kusudi tu Mwamba Sam aweze kukamatwa tu na hatia. Sasa huyu binti anadai ya kwamba kuna siku moja alimpigia mke wake na Sam, na kwa wakati huu akamsikia mke wake na Sam akiwa anamfokea sana mtoto wake na Sam. Haikupita muda kidogo, Mwamba Sam akarudi mpaka nyumbani na kukuta mtoto wake akiwa anafokewa na mke wake. Mwamba kwa kuwa alikuwa anampenda sana mwanaye, hivyo naye akabidi kuweza kumwamshia vagi mke wake na Sam, yani naye kuanza kumfokea na kuanza kumtetea kijana wake. Sasa huu shahidi anaendelea kusema ya kwamba wakati mzozano huo ukiwa unaendelea, ghafla alisikia kishindo cha mtu kama anaanguka. Muda kidogo baadaye, wakati anasikiliza kwa makini, ghafla akasikia mlio wa shaba
ukiwa unasikika, na kwa wakati huo ndio ukawa mwisho wa kuweza kusikia sauti ya mke wake na Sam. Sasa ukweli ni kwamba huu ushahidi wote huyu bidada alikopa kiutoa kwa hama askari wawili na wakawa wanamsikiliza. Ukweli ni kwamba ushahidi ambao anautoa huu mwanadada unaonyesha ni wazi ya kwamba mwamba Sam anaingia kwenye hii hatia. Yaani hata hawa askari waliamini ya kwamba huenda kweli mwamba Sam anahusika na hili tukio. Tunatupa upande huu hapo wa pili kwa huu mchizi Sam. Mwamba mara baada ya kuweza kutoroka aliweza kujificha katika maeneo fulani. Mwamba hapa mawazo akawa ni mengi sana juu ya kile ambacho amekisikia dhidi ya kijana wake mwenyewe, na kisha akaona ya kwamba ni ngumu sana kuweza kuondoka katika matatizo ya namna hii. Sasa wakati mwamba Sam yupo katika dimbwi kubwa la mawazo, ghafla anasikia mlango ukiwa unagonga maeneo haya. Mchizi kwa haraka akadhani ya kwamba huenda tayari wameshamshtukia, hivyo mwamba akavuta beto ili kusudi kuweka usalama wake vizuri akiwa anakwenda kufungua mlango huo. Wakati anakwenda kufungua mlango, Ahmad ni rafiki yake wa kuitwa Wale. Mchizi akawa amekuja kumtembelea huu mshikaji. Sasa mwamba Wale ni rafiki mkubwa wa Sam, licha ya yote ni askari mwenzie. Mchizi mara baada ya kuweza kusikia taarifa hizi hakutaka kuweza kuamini taarifa yoyote, hivyo yuko hapa kuweza kumsikia mwamba Sam anazungumza nini juu ya tukio ambalo linasadikika yeye ameweza kulifanya. Basi rafiki yake akamwambia Sam ya kwamba anapaswa kuweza kumwambia ukweli. Mwamba Samu akasita na kusema ya kwamba ni ngumu sana kuweza kueleza hii story kwa maana ya kwamba ni ndefu, lakini mwamba Wale akasema ya kwamba anapaswa kuweza kumwelekeza ili ajue uhalisia wa kile ambacho kinamkabili rafiki yake. Mwamba Samu kuona hivi akaona isiwe kesi, hivyo akaamua kumwagika ukweli wote juu ya kile ambacho kinatokea na kile ambacho anasingiziwa ameweza kukifanya. Sasa mwamba Sam anadai ya kwamba kabla ya kifo cha kijana wake alikuwa akipitia mazingira magumu sana kwa mama yake ambaye ni mke wake na Sam, kwa maana ya kwamba alikuwa akimfokea na kumtesa mwanaye Sam, na kwa muda wote huo mwamba Sam alikuwa hana habari yoyote ya kile ambacho kinaendelea nyumbani kati ya mke wake pamoja na mwanaye, na yote ni kwa sababu mwamba Sam alikuwa bize sana na kazi. Sasa siku moja mwamba Sam aligundua kwamba mwanaye anapitia mawazo makubwa na alikuwa akikaa peke yake akiwa anajiwazia tu yeye mwenyewe. Mwamba akaamua kumfuata kijana wake. Sasa huyu kijana wake jina lake halisi anaitwa James, hivyo akamwambia kwamba hebu James, niambie nini ambacho unakipitia. Kwa wakati huu James akawa anasita sana kueleza kila kitu ambacho kinaweza kumtokea dhidi ya mke wake na Sam ama baba yake. Mwamba Sam akabidi kuweza kumkazia sana James ili aeleze ukweli kwa kile ambacho kinamkabili yeye kama baba, pengine aone namna ambavyo anaweza kumsaidia. James akaona bora amwagike ukweli mzima kwa baba yake Sam na kumwambia kila kitu ambacho anakipitia kwa mama yake. Sam aliposikia hivi wengi likawa limejaa vibaya mno, hasira za kutosha, na kisha akamwambia mwanaye kwamba asiwe na wasiwasi, kila kitu atakiweka poa muda na wakati wowote. Sasa mwanaye James akanywa tu vidonge vya ndio akikubaliana na kile ambacho baba yake anakisema. Baada ya hapo mwamba Sam anaonekana akiwa na mawazo mfururu kwa kile ambacho amekipata kutoka kwa kijana wake James, yani taarifa ambayo amepata kwa kijana wake James ilikuwa ikimwazisha sana Sam. Sasa mwamba Wallen akawa anampa moyo na kumwambia kwamba anabidi kuweza kutafuta solution ya kile ambacho kinaendelea nyumbani, ikiwezekana ajue sababu kwa nini mke wake anafanya hivi kwa James. Huenda James ana makosa au mke wake na Sam atakuwa na makosa. Siku kadhaa mbele mwamba Sam akawa amefunga CCTV kamera, hivyo akafanikiwa kuweza kupata ukweli wa hali ambayo inatokea nyumbani dhidi ya mke wake pamoja na mwanaye James, na kwa wakati huu yeye pamoja na wale wakawa wanashuhudia mateso yote ambayo mtoto wake anayapitia kwa mke wake na Sam. Sasa ile taarifa ya mwanzo ya James kwa baba yake ilikuwa haiumizi, lakini Sam mara baada ya kuweza kuona ushahidi wa video hapa, mwamba aliumia mara mbili ya kile ambacho alikuwa akiumia mwanzoni. Sasa mwamba akaona isiwe kesi, moja kwa moja akamfuata mpaka mke wake na kisha akamwambia kwamba anafahamu juu ya uchafu wote ambao anaufanya kwa mwanaye, hivyo chaguo moja, kama ataendelea kumpenda James ama ataamua kuweza kuchukua vilago vyake na kuondoka tu hapa ndani. Basi mwanadada akabidi apige goti kubwa sana na kisha akaanza kumwomba msamaha huku akimwaga machozi kwa mwamba Sam na kumwambia kwamba kuanzia sasa maisha tu yatakuwa safi na kila kitu kitakuwa poa. Basi kwa kuwa msamaha ulikuwa mzito sana kwa huyu bidada, mwamba Sam akakunjua tu nafsi, na bidada mara baada ya hapo akamkumbatia mchizi kuonyesha kwamba anashukuru kwa kuweza kuupokea msamaha wake. Sasa siku hii iliweza kubadilisha maisha ya kijana wa Sam ambaye ni James, na James akawa anaonekana ni mtu mwenye furaha, kila wakati anafurahi
anafurahi, anaenjoy nyumbani na anafurahia kusema kweli maisha mara baada ya mama yake kuweza kubadilika. Na mwamba Sam akaendelea kumwambia kijana wake James ya kwamba kama kuna kitu anaona kiendi sawa amwambie mapema na wala asije akafanya kabisa hata siri. Sasa huku shuleni mwamba James tabia yake moja kubwa sana ni mpole sana, na mara nyingi wababa wa shuleni walikuwa wakichukulia hii kama advantage ya kumtesa mchizi huyu. Sasa siku moja huyu dogo James alikopo mapumziko na akawa ametulia na bidada mmoja katika mitaa hii hapa ya nje ya shule. Dakika chache baadaye kikundi cha watu wa babe kikawa kimesogea mpaka mitaa hii. Walipofika hapa hawakutaka kabisa kuweza kuilaza kabisa na damu. Hapa wakaanza kumtukana James na hawakuishia hapa, wakaanza kumtukana mpaka na baba yake Sam. Sasa kwa kuwa mwamba James alikuwa ni mpole sana, hakutaka kabisa kuweza kujibizana wala kumjibu chochote mtu yoyote hapa mazingira ya shule. Dogo James alivyotoka akaenda moja kwa moja mpaka kwa baba yake na kumwelezea situation nzima ya kile ambacho kimetokea hapo shuleni. Sasa kwa kuwa huyu mwamba Sam hakutaka mtoto wake aweze kuonewa, hivyo taarifa hii ikamfanya mwamba ajibebe moja kwa moja mpaka shuleni kwa Sam. Alipofika hapa akakutana na mwalimu na kumwelezea situation nzima ya kile ambacho James amemwelezea. Sasa hapa Sam anadai ya kwamba kwa nini mtoto wake amekuwa akionewa sana kwenye hii shule. Sasa ukweli ni kwamba Sam licha ya kwamba ni polisi walikuwa wanamjua, na wale watoto ambao walikuwa wakimwonea huyu dogo James naye pia walikuwa wanawajua, kwani ni viongozi wakubwa sana na wengine wana vyeo vikubwa tu serikalini. Hivyo mwalimu akakataa kata ya kwamba hao watu ambao James anawazungumzia hawapo kabisa mitaa hii ya shuleni. Sasa wakati mwalimu anajitetea na kuamua kutetea, James akaona isiwe kesi, akamthibitishia kwa kuweza kuwataja majina hao vijana ambao walikuwa wakimsumbua hapo shuleni, tena ikawa ni mbele ya baba yake. Lakini mwalimu licha ya kwamba amesikia majina bado aliendelea kukataa na kudai ya kwamba hafahamu chochote, na kwa kuwa James ameshaeleza basi ataangalia namna ambavyo anaweza akafanya ili kusudi kuweza kuhakikisha hichi ambacho anakisema James kama ni sahihi. Sasa Sam akadai ya kwamba kama kijana wake ataendelea kuonewa basi hata sita kabisa kuweza kumwachisha kijana wake maeneo haya. Hivyo mwamba mara baada ya kuweza kuzungumza kauli hii akanyanyuka na kuondoka maeneo hayo. Sasa ukweli ni kwamba kila kitu ambacho kinaendelea Sam alikuwa akikutana na rafiki yake wale na kisha akawa anamweleza A to Z juu ya kila kitu. Mwamba wale akawa anatoa ushauri mkubwa na kumwambia kwamba anachokifanya ni kizuri, hivyo mwamba anapaswa kuendelea kuweza kumfuatilia kijana wake bila kuchoka. Na hichi kinachoendelea mwamba anadai ya kwamba huenda kikasababisha matatizo makubwa hapo mbeleni. Sasa upande wa pili wale wababe wakamfuata tena mwamba James, na leo hii wakawa wanaendelea kama kawaida kumtukana mshikaji. Mwamba subira ilivutika sana, upole ukawa ni mwingi sana kwake. James alijizuia kwa kila namna, aliposikia matusi alifunga masikio. Muda kidogo baadaye James akaona isiwe kesi, bora aondoke mitaa hii, waepushe tu shali. Sasa wakati mwamba James anataka kuondoka maeneo haya, washikaji wakamvuta na kisha wakamsukuma. Hapo ndipo ambapo James aliweza kushuka mpaka kwenye hii nondo na kisha akagonga kichwa. Sasa ukweli ni kwamba James alianguka vibaya sana na hapa akawa amepoteza kabisa na fahamu. Sasa washikaji walijua tayari wameshaharibu, na ukweli ni kwamba mara baada ya kuweza kuona hichi kitu wakaamua waondoke mitaa hii ili waweze kukwepa huu msala ambao wao ndio ambao wameusababisha. Muda mchache baadaye walimu nao pia wakaenda kumchukua huyu hapa James ambaye anaonekana tayari ameshazidiwa, na moja kwa moja wakampeleka mpaka mitaa hii hapa. Walipofika hapa walimu wakawa na hofu sana na kisha wakawa wanajadiliana endapo baba yake na Sam akija maeneo haya na akiuliza juu ya chanzo cha hichi ambacho kimemtokea kijana wake wanapaswa kuweza kumdanganya. Haikupita muda baadaye Sam akapata taarifa ya kwamba James amezidiwa huko shuleni, hivyo mwamba akajibeba moja kwa moja kutoka nyumbani na kuelekea shuleni. Alipofika hapa Sam akamkuta mwanaye James tayari ameshazidiwa, na hapa akaanza kuwauliza walimu ni nini ambacho kimeweza kutokea. Walimu wakaona isiwe kesi, bora tu wamwambie uongo mwamba Sam na kumwambia ya kwamba kijana wake ameanguka tu shuleni kwa bahati mbaya. Sam aliposikia hivi hakutaka kabisa kuweza kuchelewesha, akamchukua kijana wake na kutaka kumpeleka hospitalini. Sasa Sam anaendelea kumsimulia kijana wake wale, na hapa anadai ya kwamba tangu kumchukua kwa mwanaye anasikitika kuweza kusikia taarifa ya kwamba yeye ndo ambaye amehusika na kifo cha mwanaye. Sasa mwamba wale tayari ameshaweza kupata situation nzima ya tukio ambalo lilivyoweza kutokea. Hapa akawa na mshauri pamoja na kuweza kumfariji rafiki yake na kumwambia kwamba wanapaswa kuweza kutuliza tu akili ili kusudi kuweza kupita katika hii kesi ambayo Sam inamkabili, kwani kesi hii imekuwa ikishikiliwa na watu wazito vibaya mno,
akiwepo mkuu wa kituo. Sasa mwamba wale akaamua kumficha na rafiki yake Sam, na kwa kuwa Sam hakuwa ana uwezo wa kuweza kutoka nje, basi wale akaamua kwenda mpaka pale shuleni na kwenda kujua ukweli juu ya kile ambacho kimemtokea mtoto wake na Sam ambaye ni James. Alipofika hapa, mwalimu akaruka futi 100 na kudai ya kwamba yeye hahusiki kabisa, wala shule yao haihusiki kabisa kwa hichi ambacho kimeweza kumtokea James, na wao wakawa wanadai ya kwamba James ameweza kuanguka tu kwa bahati mbaya. Haikuishia hapo, mchizi akaamua moja kwa moja amfuate madamu wa kike, lakini maelezo alikuwa ni yale yale, yaani alikuwa akimwambia kile ambacho mwalimu wa kiume alikuwa akimwambia, na mwalimu anadai ya kwamba hakupata taarifa yoyote ya kwamba James aliweza kudhurika dhidi ya wenzake. Taarifa waliokuwa nayo ni kwamba James ameanguka kwa bahati mbaya, ndivyo ambavyo yeye anavyosema huyu mwalimu wa kike. Sasa ukweli ni kwamba huyu madam wakati anaeleza pamoja na kutoa maelezo alionekana akiwa na hofu na anatetemeka vibaya mno. Mwamba wale alishuhudia hili na kisha akagundua kwamba kuna kitu ndani yake, huenda anafichwa. Mwamba akaona isiwe kesi siku hii, akamwambia madam ya kwamba anaomba apate nafasi nyingine ya kuweza kuzungumza naye, yaani alimuomba appointment ya ziada. Madam kwa kuwa alikopo na pressure, wasiwasi, akaona isiwe kesi, bora tu akubaliane na hichi ambacho mwamba wale aliweza kumuomba. Usiku ukaingia, wale alikutana kweli na mwalimu wake na James ambaye ni wa kike, na kisha akadai ya kwamba anataka kuweza kuzungumza juu ya tukio ambalo limeweza kumkuta James. Muda kidogo baadaye, naye pia Sam akaingia mpaka ndani ya gari, naye pia akagongelea msumari ya kwamba anahitaji kuweza kufahamu kweli juu ya kitu ambacho kimeweza kumtokea kijana wake. Sasa kweli ni kwamba hii siku ya usiku ilikuwa ni ngumu sana kwa huyu madam, kwani alikuwa mkate mbele ya chai wawili, yani wale pamoja na Sam. Aliamua kuzungumza ukweli na kusema ya kwamba hii kesi ni nzito na imeshikiliwa na watu wakubwa sana, ikiwemo mkuu wao wa kituo, ndio ambaye ana kijana wake na ndio ambaye ameweza kusababisha lile tukio pale maeneo ya shuleni. Sasa asubuhi na mapema leo wale akaenda moja kwa moja mpaka kwa mkuu wa kituo na kisha akawa anatoa taarifa na ripoti ya kwamba upelelezi wao umeshakamilika. Sasa mkuu wa kituo aliposikia hivi akaona huenda mwamba wale ameshasanuka na ameshagundua kila kitu ambacho kimeweza kutokea. Akawa anaipinga hii ripoti na kudai kwamba ripoti haiwezi kuwa ya haraka namna hiyo, hivyo wanapaswa kuweza kwenda kutafuta ripoti kamili na wamletee hapa, waache ubabaishaji. Baada ya muda kidogo, huyu mkuu wa kituo akamwambia mwamba wale aondoke hapa na kisha abaki na huyu askari wa kike. Sasa walipobaki wawili, huyu inspekta wa kike pamoja na huyu mkuu wa kituo, sasa huyu mkuu wa kituo anajaribu kuweza kumshawishi huyu inspekta wa kike aweze kukubaliana kuweza kuifutilia mbali hii kesi, na kama italindima basi huyu mwamba Sam aendelewe kupata na hatia ya kuweza kummaliza kijana wake. Basi bwana, huyu inspekta wa kike alimsikiliza na mwisho wa siku huyo akaondoka maeneo haya. Sasa tunatupa upande wa pili usiku. Unaambua kwamba hapa kulikuwa kuna mwamba Stefani pamoja na rafiki zake walikopo wakimsumbua binti mmoja, na kwa wakati huu huyu bidada alikopo akirekodi matukio yote ambayo alikuwa anatokea maeneo haya, hasa kwenye hichi kichochoro. Baada ya muda kidogo akasogea na kisha akaenda akampelekea inspekta wale, na mwamba wale alihisi ya kwamba huenda hii video ikamsaidia sana kwenye upelelezi wake hapo baadaye. Sasa ni siku nyingine tena, mwamba wale akajibeba moja kwa moja pamoja na askari mwenzie. Walipofika hapa kwa mkuu wa kituo, wakadai ya kwamba tayari kila kitu kimeshakamilika, mpaka wale wahalifu tayari wameshawafahamu. Mkuu wa kituo aliposikia hivi akagundua ni wazi huenda mwamba akawa ameshajua kila kitu, hivyo akaanza kufoka na kumwambia mwamba ya kwamba amekuwa akifoji tu hii kesi na kuweza kufanya kila kitu ili kusudi kuweza kuwabambikizia watu wengine, kwani ukweli unajulikana. Na kwa hichi ambacho ameweza kukifanya, huyu mkuu wa kituo akadai ya kwamba anapaswa kuweza kuchukuliwa hatua huyu mshikaji. Unaambia kwamba licha ya inspekta kuweza kumfokea, kumweka hatiani, kumwambia kwamba anabambikiza kesi, lakini mchizi alikaza uzi na kumwambia kwamba anawajua waliofanya lile tukio. Mkuu wa kituo akatishia huenda akapiga simu makao makuu na mchizi afutwe kabisa kazi na kuweza kufunguliwa mashtaka mengine. Sasa tunatupa upande wa pili kwa mke wake na Sam. Hapa alikopa akimpigia mwamba Sam na kisha akawa anampa taarifa juu ya ukweli wote ya kwamba mtoto inspekta ndio ambaye amehusika na kila kitu ambacho yeye amekuwa akisingiziwa nacho. Hivyo anasisitiza na kudai ya kwamba kama wanaendelea kutafuta ushahidi wafanye haraka na kuweza kumtia hatiani huyo mkuu wa kituo. Sasa wakati wanazungumza na simu, mara ghafla kuna mtu anatokea
akanyoosha chuma kisha akavuta chuma. Kwa upande wa Samu huku ilisikika tu risasi, lakini kwa upande wa kule yule bidada tayari alishakata moto. Sasa ukweli ni kwamba mwamba Sam pale nyumbani aliweza kufunga CCTV kamera, hivyo alivyosikia ule mlio wa risasi akaona isiwe kesi, akachukua PC yake na kisha akaanza kutazama tukio zima ili apate video ya kile ambacho kimeweza kutokea pale nyumbani. Basi ukweli ni kwamba mwamba alifanikiwa kuweza kuipata ile video na kisha akiisambaza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na kila mtu akaugundua ukweli na kujua ukweli juu ya kila kitu ambacho kinaendelea maeneo hayo. Haikuishia tu kwenye mitandao ya kijamii, unaambia kwamba mpaka kwenye taarifa ya habari walimtangaza mkuu wao wa kituo ya kwamba ndio ambaye anahusika na kila kitu. Muda baadaye askari hawakutaka kuweza kulaza damu, wakatanda mpaka nyumbani kwa mkuu wa kituo na baadaye kweli wakafanikiwa kumkamata. Sasa ukweli ni kwamba kwa upande wa Sam maisha ndio hivyo yakawa yanaendelea. Basi bwana, Sam ndio hivyo akawa huru na maisha kwake ikawa ni safi. Akarudi kwenye kazi yake kama kawaida, lakini bado akawa na huzuni, kwani hana mke wala mtoto pia, wote tayari wameshafariki dunia. Sasa wacha ni kuache na swali, hebu jiweke nafasi ya yule mkuu wa kituo mwanamke. Mara baada ya kuweza kusikia kijana wake ameweza kufanya kitendo kile, unadhani ya kwamba wewe pia ungeweza kufanya kitu kile, au ungekuwa wa kwanza kuweza kumchochea kijana wako na kumweka wazi kwa jamii ya kwamba ndio ambaye amehusika na kila kitu? Drop comment yako hapa chini, pia usisahau kutuambia hii kazi umeionaje. Na huu ndo unakuwa mwisho huu hapa mzigo kuitwa The Silent Truth. Usiache ku comment, ku like pamoja na kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara bwana oi.